17 ndio walikuja kama wafanya biashara ya watumwa hapa Zanzibar. Sawa. Kwa kilichofanyika wakavumbua mnada wa watumwa kabla ya kanisa kujengwa, endeni wakavumbua maandaki ya chini kwa chini ambao nikwambia tutaenda kuyaona baadaye. Ndio. Ambayo haya maandaki yalitumika kutunzia watumwa kwa siku 3 bila kula bila kunywa. Yaani walikuwa wanaweza kuishi kwa siku 3 bila kula bila watakuwa ndio shupavu. Wale ambao kifa wanawatupa baharini. Sawa. Yes. And then Waarabu kutokea Omani kwa mwasi kwenye karne ya 1700. Hiyo ilikuwa 1700. Ndio. Kwa kwenye karne ya 17. And then Waarabu hawa kutokea Omani walikuja sababu ya pili iliyowaleta Zanzibar ni kuwa ulikueneza Uislamu hapa Zanzibar. Na ndio maana kuna asilimia kubwa ya Muislamu kama unavyojua kwa Kristo. So unataka kukaa usimame. Vivyote sawa. Basi. Eleni baada ya hapo Waarabu kutokea Omani kwenye karne ya 18 na 19 Waarabu walianza safari za kwenda Afrika na Kati, ambapo ilikuwa ni Malawi, Zambia, Burundi, Kongo na Zimbabwe. So wakishapata watumwa kutokea huko Waarabu wanawaleta wale watumwa mpaka eneo linaitwa Kilwa. Kilwa Kivinje, ndio wanawaleta Zanzibar. Baada ya Zanzibar tukufikishwa, Waarabu wanahifadhi watumwa wote kwenye maandaki kwa hizo siku 3. Yes, kwa sababu wakati wanawaleta mpaka Kilwa, asilimia kubwa walikuwa wanatembea kwa miguu. Nataka kujua ni wangapi wataishi kwa kutembea kwa safari ndefu na wangapi wataishi kwa safari hizo ndefu. Kuna wengine walikuwa wanakufa. Wengi hapana kufa. Walipokuwa wanakufa ndio wanawatupa. Ndio maana baada ya Zanzibar kufikishwa wanahifadhi kwenye maandaki. Okay. Na kule kwenye maandaki ambao wanakufa kule ndani wanawatupa baharini upande huu. Kwa sababu upande huu ndio ulikuwa bahari hizo. Wanapokufa tu wanawatupa baharini. Yes, wanaoishi wanaletwa hapa mnadani. Hizo palikuwa pana mti pale ambapo madhabahu imejengwa leo. Palikuwa pana madhabahu pale ambapo madhabahu sasa imejengwa. Palikuwa pana mti, huo mti unaitwa mti wa mkunazi. Wakishaletwa pale wanawafunga kwenye ule mti. Endeni wanakuwa wanawachapa wale watumwa. Ambaye analia anauza kwa bei ya chini, ambaye halii anauza kwa bei ya juu kwenye lile eneo pale. So na wanunuzi waliokuja hapa walikuwa ni Wahindi, wa Mauritius na Waarabu. Wahindi, wa Mauritius na Waarabu kutoka Oman wanakuja hapa mnadani. Kwa hiyo ndio wanakuwa wamekaa huko. Walikuwa hapa sasa wanaangalia bidhaa. Wanaangalia wale ambao watumwa wanachapwa, and then ambaye ali bei ya juu, ambaye analia bei ya chini. And then walikuwa ni Wahindi, wa Mauritius na Waarabu. Okay. Baadaye Wamarekani hawakuja Zanzibar kwa sababu ni mbali. Wanaenda West Africa. Ndio kidogo. Wanaenda West Africa kama Ghana na Senegal. Sababu kule ilikuwa ni rahisi kuwasafirisha wale watumwa mpaka Marekani. Mtumwa wa Zanzibar ukaja kukomeshwa na Sultan Baragash. Sultan wa pili. Baragash. Baada ya Said Baragash akafa. Said alikufa mwaka 1840. Alikuja akaja wa Sultan wa pili Baragash, yeye ndo akafunga biashara ya watumwa. Kutoka mwaka 1873 mtumwa kwa mfungo. Okay. Kufungwa tu akaja Mwingereza. Mwingereza ndo akajenga ile kanisa. Na waliona leo. Hili lilijengwa mwaka 1873 likaisha mwaka 1880. Kama miaka 7. Miaka 7 linajengwa. Na waliona hapo kanisa. So 1873 ndio 1880 kanisa limeisha. Na walijenga kwa kutumia mawe ya bahari. Kweli ni mawe matupu. Yote ni mawe matupu. Na kutumia simenti, walitumia chokaa. Kama alichongwa tu. Yalipasuliwa ni kama vikokoto. Na wanapata kama nyumba ya udongo ndio inapokuwa. Ndio mpaka na hivyo kujenga hapo. Sawa. Mwaka 1882 akafa. Akafa Zanzibar siku ya Jumapili mwaka 1882. Akazikwa huko ndani ya kanisa. Nyuma ya madhabahu kuna kaburi. Kwa nyuma hapo pia kuna kaburi. Kuna kaburi la huyo bishop. Kwa hiyo usiku kusogea. Na usiku sana. Wana wageni wanaishia hapa wanapiga picha then wanaendelea safari. Sawa. Swali. Kabla kuendelea kwenye sehemu zingine. Kwa hiyo hii imekaa kama makumbusho au inapofika siku ya Jumapili watu wanakuja kuswali hapo. Wanaishia nje pale. Kwenye korido pale. Ikiwa siku ya Jumapili. Ikiwa siku ya Jumapili. Wanaangalia wanapiga picha kwa kanisani ndio wanatoka zao. Sawa.
Tunaendelea sehemu ya pili, tunaita slave statues kwa Kiingereza. Tunaita kumbukumbu ya historia ya watumwa. Yes. Na hili ndio kanisa la kwanza kwa Afrika ya Mashariki. Hili ndio la kwanza. Hili ndio kanisa la kwanza. Ambalo limekamilika mwaka 1980. 880. Yes. Kwa hiyo ndio bwana alijenga kanisa, ile ndio kaburi na hii ndio alama ya mti ambao uko pale. Kama imejengwa, hii ndio alama ya ule mti ambao uko pale. Ile ya muda sasa ishapotea. Haiko pale. Kuna hiyo mabo. Tunaweka kimabo hicho kwa ajili ya kuendelea kutunza sehemu. Ndio wewe mwenyewe kabisa. Ndio alijenga kanisa. Yeah.